Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na nyuki Tanzania. Tunapata asali. Tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Ziwa hilo ni la maajabu. Ukienda hilo ziwa kwa heri utaliona. Uhifadhi wa msitu wa Bamba unavyowanufaisha wananchi wa wilaya ya Mkinga. Uhifadhi huu wa misitu ndani ya wilaya yetu ya Mkinga ndio umepelekea kupata mradi mkubwa wa maji. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa fedha nyingi zaidi ya bilioni 2.6. TFS hawa wameshiriki hata kutupa mbinu za kupata fedha kupitia huu hifadhi wa misitu. Kwa mfano, tunamshukuru sana Naibu Waziri Mali Asili, basi tukamuomba kwamba mradi ambao ungeweza kujikimu wazee ni kutupatia mizinga ya ufugaji wa nyuki. Kwa maana tulipowaletea mizinga hii sasa, hatukuishia kuwapa tu mizinga. Niko kwenye milima huku juu ya Bamba, ndani ya hifadhi ya msitu wa asili wa Bamba hapa katika wilaya ya Mkinga. Ni msitu wa asili ambao una mambo ya kipekee, una simulizi za ajabu. Nasikia huko juu huko kuna ziwa ambalo mimi nikienda mgeni silioni, ila mwenyeji akienda analiona. Kuna miti ya kipekee, kuna miti yenye maajabu, kuna vitu vya kipekee ambavyo vinapatikana katika msitu wa hifadhi wa Bamba. Hali ya hewa ni nzuri, ukijani wa kutosha, lakini pia unaona mazao tofauti shambani. Kwa hiyo mvua ni za kutosha. Nimekula machungwa matamu. Yaani wananchi huku kwa sala la chakula hakuna njaa kabisa, na hii tunaona kwamba ni matokeo ya uhifadhi, kwa sababu misitu inasaidia uhakika wa mvua, na matokeo ya mvua basi watu wanapata chakula. Lakini hiyo haitoshi. TFS inafanya juhudi kubwa sana kuhakikisha msitu huu unahifadhiwa. Kwa kushirikiana na wananchi umesaidia uhakika wa upatikanaji wa maji. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya mradi mkubwa wa maji ambao unaendelea hivi sasa, ambao utawahakikishia wakazi wa eneo hili kupata uhakika wa maji. Lakini sio hayo tu. Naibu Waziri ambaye anatokea eneo hili, Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Dastan Kitandula, anahamasisha wananchi kujishughulisha na zile shughuli ambazo ni rafiki kwa mazingira, shughuli ambazo haziharibu msitu, mfano ufugaji nyuki. Tutafahamu zaidi kuhusiana na hayo. Mimi ni Ana Peter. Kwa kwanza, TFS wilaya ya Mkinga tunasimamia jumla ya misitu ya hifadhi 8 yenye jumla ya hekta 12812.48. Lakini pia bado tunasimamia misitu ya hifadhi ya mikoko ambayo kwa ujumla wake ina hekta 6359. Na hapa tulipo kwa sasa tupo ndani ya hifadhi ya msitu wa Bamba Ridge, msitu ambao una jumla ya hekta 1109 ambao umetangazwa kwenye gazeti la serikali namba 409 ya tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 1958. Mzee Chazi Mganga, mwenyeji wa eneo hili, anasimulia zaidi kuhusu historia na maajabu ya msitu huu. Mfano, hilo ziwa la maajabu. Ziwa hilo ni la maajabu. Ziwa hilo lina namna mbili. Ukienda hilo ziwa kwa heri utaliona, lakini ukienda kwa shari utaliona. Na tatizo lake kubwa, kama umebahatika kuliona, kama umekwenda kuvua, kama unavua perege, vua perege tu. Kama unavua kambale, vua kambale tu. Usije ukawa na tamaa ya kuvua kambale na perege. Hilo ziwa wazee wa asili yetu lipo. Ndio maana tukienda kwa amani tutalikuta. Tukienda na kurudia maandishi, tukienda kwa amani tutalikuta. Kwa sababu ni asili ya mila zetu za wazee. Unajua mila hazipotezi. Mila haipotei kabisa. Msitu huu ulikuwa ni msitu wa asili uliokuwa unatumika kwa taratibu za asili. Kwa mfano taratibu zifuatazo. Taratibu za kimila. Unapotokea hata vita, msitu huu basi ulikuwa unatumika kuona kwamba jamani kuna janga la vita.
kuna ishara zilizokuwa zinatolewa, na wakati huo kuna majumbe. Kuna jumbe fulani anaitwa Mandia. Yeye alikuwa ni mtawala wa maeneo yafuatayo: mtawala wa eneo la Mhinduro, mtawala wa eneo la Maramba, mtawala wa eneo la Daluni. Jumbe huyo alikuwa anaitwa Jumbe Mandia. Kwa hiyo lolote linalofanyika, linalotokea, basi jumbe lazima anapewa taarifa kwamba huku jumbe kumetokea tatizo hili. Basi jumbe, unavyojua taratibu zetu za kimila cha zamani, jumbe alikuwa anakaa na askari. Anapoona kiashiria chochote kinachojitokeza, anatuma askari wake. Hususan ukizingatia mlima huu, kwa sababu ulikuwa ni mlima wa asili. Alitokea bwana mmoja anaitwa Sechaa, alikuwa anakaa huko juu. Jumbe akaona moshi, akasema hebu, akatuma askari, kanileteni mtu huyu anayekaa huko juu, nimuone ni nani ambaye hajaniaga mimi, amekaa kwa kibali cha nani, nani kampa ruhusa. Basi unajua taratibu, askari wale wa jumbe wakamfuata yule Sechaa aliyekuwa anakaa huko juu. Basi yule bwana askari wakamfuata yule mzee Sechaa, mzee akapewa taarifa. Basi tuseme kwa hekima zake Sechaa akaona hapana, naitwa na jumbe mimi, lazima sasa akili yangu ijiongeze na kwenda kwa jumbe nikafanye nini. Basi yule Sechaa alibeba kondoo mnono aliyenona, anakwenda kwa jumbe kwenda kumuomba samahani jumbe. Kweli akaongozana na askari, akaenda moja kwa moja mpaka kwa jumbe. Jumbe akamuuliza, nani kakupa ruhusa ya kukaa huku juu? Sechaa akasema, kwanza Mheshimiwa mzee Jumbe, naomba unisamehe, nimefanya makosa kuingia kwenye eneo lako pasipo kutoa taarifa. Hili naamini kabisa, nakiri ni kosa, lakini niko chini ya miguu yako, naomba unisaidie niishi. Basi kwa sababu Jumbe alikuwa na baraza lake la wazee, basi akaangalia wazee, hekima za wazee. Wazee wakamwambia, huyu kwa sababu ameomba samahani, basi si tatizo. Basi kwa heshima Jumbe akapewa yule kondoo, akampokea kondoo. Kondoo ikawa sasa ni chakula kwa wale askari wake na wale majirani zake. Ikawa moja kwa moja yule bwana Sechaa akapata sasa kibali cha kuikaa huko juu mlimani. Na huyo Sechaa alikuwa na mwana anaitwa Semadanga. Huyo mzee Sechaa alikaa miaka 35. Alikuwa na mtoto huyu mmoja tu. Hatimaye baada ya hapo mzee yule alifariki, akamwacha sasa Semadanga. Baada ya sasa serikali zetu za vijiji, unavyojua watu wengi walihamishwa kutoka huko juu wakateremsha sasa huku chini. Sasa msitu ukawa kwenye hifadhi ya taratibu za serikali. Wakati huo wa kimila, wakati watu wana shida ya mvua, kuna dhiki ya mvua ya jua kali, watu walikuwa wanapandisha kuku, jogoo na kondoo. Kuna sehemu maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya miviko ya kimila. Na ni kweli kwa historia yangu mimi, wakati nikiwa hata mtoto, nimeona watu wanakwenda wanapandisha. Kuna mzee fulani anaitwa Mzee Mhando, alikuwa ndio msimamizi wa mila hizi, anapandisha mpaka huko juu. Akifika pale, wazee wale wanalalamika pale, wanaomba dua, wanachinja kondoo. Wakishachinja kondoo, wanapandisha na kaugali kao kadogo, wanakula kama hidaya tu hivi. Wakishondoka hawachukui hata hatua 7, wanarudi nyumbani na mvua, hususan kipindi cha magonjwa. Wazee nao wanapandisha hivi kama ninavyozungumza, wanapandisha na kondoo na kuku. Wanaomba, jamani, tumekuja, tunaomba wazimu mtupunguzie balaa hili la magonjwa. Kweli wakirudi wazee yale, magonjwa yote yanakuwa hayapo. Hizi ni mila ambazo kwa kweli, sikufichi mwandishi, ni mila ambazo zilikuwa zinafahamika kwa wazee wetu wote. Na isitoshe, msitu huu wazee, kulikuwa na shule ya kwanza kabisa imejengwa huko juu, shule ya kwanza kihistoria kabisa. Kinga imejengwa huko juu. Ilikuwa ni ya nyasi, sio makuti. Wakati huo hakuna makuti, nyasi. Nimesoma kaka zangu, mmoja ni polisi, yuko hapo chini hapo, amesoma kwenye hiyo shule. Ilikuwa na darasa la kwanza mpaka la 4. Baada ya ukaribu wa serikali ndio ikateremshwa sasa huku chini huku, baada ya operation ya vijiji. Kuna mti, kwa mfano, umetembea ndani ya msitu huu, una kiu ya maji, kuna maji kamba marefu. Ukikata tu hivi, wewe unanyonya tu hiyo kamba mpaka kiu yako itakuwa imekwisha. Swala la uhifadhi limepewa kipaumbele na serikali ya awamu ya 6. Na kuthibitisha hilo, Mheshimiwa Rais alizindua mkakati wa nishati safi ya kupikia, ambao lengo mojawapo ni kupunguza utegemezi wa misitu kwa ajili ya nishati ya kupikia. Mkakati huu wa kitaifa pia utachangia jitihada za serikali kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kutokana na uharibifu wa misitu
ambao huchangiwa na shughuli za kibinadamu. Kwa sasa inakadiriwa kuwa takriban hekta 469,000 za misitu zinakatwa kila mwaka. Hekta 469,000 kila mwaka Tanzania zinateketea, ambapo nishati za kuni na mkaa ni moja ya chanzo kikuu cha upotevu wa misitu hiyo. Na hii itasaidia wananchi kupata huduma zitokanazo na uhifadhi wa mfumo wa mazingira ya misitu. Kwa mfano, hapa Mkinga tayari wananchi wa Mwinduro na Maraba kwa ujumla wananufaika na huduma hizo zitokanazo na uhifadhi wa misitu. Ndani ya kata yetu ya Mwinduro tuna mradi mkubwa wa maji ambao pesa hiyo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa fedha nyingi zaidi ya bilioni 2.6 kwa ajili ya kata yetu kupata maji. Ndio maana maeneo hapo tunaona kuna mabomba ili ndani ya kata yetu ya Mwinduro tuweze kupata maji. Kwa hiyo uhifadhi huu wa misitu ndani ya wilaya yetu ya Mkinga ndio umepelekea kupata mradi mkubwa wa maji. Tayari wananchi tuna matumaini makubwa sana, maana sasa hivi mradi huu unaendelea wa maji. Kwa wananchi tayari wakae mkao wa kunywa, wakula na kunywa, maana yake maji po tayari. Lakini pia msitu wetu ambao huu uko chini ya TFS ni msitu ambao unasimamiwa vizuri sana na ndugu zetu wa TFS kwa kushirikiana na serikali za vijiji. Tuna ushirikiano wa kutosha, bega kwa bega, ndio maana mnaona kuna kijani kinapendeza, kibichi kinapendeza sana. Sisi katika kata yetu tuna mahusiano mazuri sana, ushirikiano mkubwa na taasisi yetu ya TFS, wahifadhi wakuu wa misitu. Hawa tunashirikiana nao kwenye uhifadhi, hususan ni pale wakati miaka ya nyuma wananchi walikuwa hawana elimu nzuri ya uhifadhi wa misitu. Kwa hiyo kulikuwa kunatokea changamoto ambazo haziendani na uhifadhi wa mazingira, kama vile kuchoma moto ovyo, kukata miti ovyo, aidha kwa kujengea au kwa mkaa au hata kwa mbao. Lakini tumeweza kushirikiana nao kwa kuwa na vikundi vya doria ambao hao wametusaidia. Tumeshirikiana na TFS kuisaidia TFS katika uhifadhi huo, aidha kuzuia uharibifu huo ambao nimeuongea, ukataji wa miti kwa ajili ya mkaa. Vikundi vya doria vimeweza kusaidia sana wenzetu hawa wa TFS hata kuwakamata wahalifu na kufikia mwisho changamoto hiyo ikaisha. Hivyo basi hayo yote yamepelekea uhifadhi wetu kuboreka kutokana na hawa wenzetu wa TFS kutupa elimu na hata kutusaidia miche ya kuweza kupanda. Aghalabu sana watu wanaenda kwenye miti ya uhifadhi kwa kibali maalum, na hasa ni pale wanapohitaji dawa, na bado elimu imetolewa ni jinsi gani ya kuweza kupata hiyo miti ya dawa pasipo kuidhuru miti hiyo na kuisababishia kufa. Hivyo basi hayo yote ni manufaa ambayo tunayapata kutoka kwa wenzetu wa TFS. Lakini kubwa lililopo kwenye kata yetu, tulikuwa na viangazi vya muda mrefu. Aidha mvua zilipita kwa wenzetu, lakini kwenye kata yetu ikawa inatukwepa. Tumekuwa kwetu sasa ni kinyume kwa sababu hiyo ya uhifadhi, kwani misitu imeboreka, imekuwa yenye kiza kwa muda mrefu, hakuna athari za moto, wananchi hawakati miti. Kama nilivyosema mwanzo, mabadiliko ni makubwa sana kwa kushirikiana na wenzetu wa TFS. Aidha TFS hawa wameshiriki hata kutupa mbinu za kupata fedha kupitia huu uhifadhi wa misitu. Kwa mfano, wameweza kugawa mizinga kwenye kata yetu. Kijiji cha kwanza kupata mizinga ni kijiji cha Segoma. Kule tumepeleka mizinga 20. Wananchi wamenufaika kule, wanapata asali, wanauza. Kwa hiyo badala ya kukata mkaa, anaenda kupata asali ambayo mizinga ile tumepewa na wenzetu wa TFS. Kwa hiyo hayo ni mafanikio, lakini kama hivyo haitoshi, huo uhifadhi sasa ambao ndiko kwenye chanzo kikuu cha maji. Mtozigi ule wenyewe kwa asili hauna maji. Maji ya mtozigi yanatokana na vikorongo vinavyotoka uhifadhi wa misitu, sisi wa Mwinduro tukiwa ni wamoja wapo. Kwa hiyo maji yameongezeka kule
na hata wataalamu walipokuja kutafuta vyanzo vya maji kwa ajili ya mradi wa maji ya kata ya Muhinduro, waliacha kufuata maji ya Zigi. Hatimaye tumeenda kule kule kwenye chanzo cha maji yanayotiririka, hatimaye akafika Zigi. Kwa hiyo mradi wetu wa maji ya kata ya Muhinduro unatoka kwenye msitu wa uhifadhi wa wenzetu wa TFS kwa ubora ulioboreka, kwani wameona kule ni maji ambayo hayawezi kuisha kwa muda mfupi na yapo endelevu kwa muda mrefu, na hata yakipungua bado yanatosha kutuhudumia wananchi wa kata ya Muhinduro. Hivyo basi tunashukuru uwepo wa TFS, tunamshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri Bunge, Mheshimiwa Daniel Luka Kitandula kwa jinsi anavyotupigania kutuboreshea maisha na maendeleo kwenye kata yetu na wilaya kwa ujumla. Hifadhi ya msitu kwa kweli unatuletea maendeleo makubwa sana. Kwa kudhibitisha hilo ni kwamba ndio maana sasa hivi uko katika chini ya ulinzi mkali sana kuhakikisha kwamba hakuna watu ambao wanakwenda kufanya uharibifu katika misitu ile. Wananchi tunashirikiana nao vizuri na tayari tumeshawapa elimu na wanalijua hilo na wanajua maana ya kutunza misitu, na tuko pamoja nao na wao wanakuwa ni walinzi katika hili, walinzi wa misitu. Tunawashukuru sana, wametuelekeza na sisi ndio tukazidi kuona thamani ya msitu. Kwa hiyo hata mwananchi amekuwa tayari kuulinda huu msitu, kuhakikisha kwamba kwa mfano wenzetu wa TFF wanapokuwa mbali, tunapoona moto tu, sisi wananchi ndio wa kwanza kutoa taarifa kwa wenzetu ambao wako mbali, ni TFS. Kwa hiyo maana tumekuwa karibu na hifadhi wetu. Ni kwamba kipindi hicho cha nyuma cha wazee, unajua wazee kinadharia kipindi cha wazee na sasa ni tofauti. Wazee walituomba kwamba msitu huu msitumie kiholela, utumieni kwa utaratibu ili upate kudumisha mazingira, hususan ndani ya wilaya yetu ya Mkinga au kata ya Muhinduro kwa ujumla na vijiji vyote vilivyo ndani ya kata hii. Kwa hiyo katika utekelezaji wa majukumu yetu sisi kama TFS tunakuwa na shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya moja kwa moja zinagusa wananchi kwa ujumla. Mfano, katika moja ya shughuli ambazo tunazifanya sisi kama TFS ni uandaaji wa vitalu vya miti. Vitalu hivi vinatumia bajeti ambayo Wizara ya Maliasili na Utalii inakuwa imepewa. Kwa hiyo katika uandaaji wa vitalu hivi tunatumia wananchi ambao wananufaika moja kwa moja na ile pesa ambayo wanaipata wakati wa kuandaa vitalu. Bado hii miti tunayoizalisha bado tunaipeleka tena kwa jamii. Kwa hiyo malengo hasa yakiwa ni nini? Malengo yakiwa mwananchi huyu anapowezeshwa kupata miti, ina maana anapunguza sasa ule utegemezi wa yeye kutegemea hii rasilimali ya misitu ya asili, kwa maana tayari ile rasilimali atakuwa ameipanda katika mazingira yake. Kwa hiyo hizo ni faida mojawapo, kwa maana tunapata bajeti sisi kama TFS, lakini ile bajeti haitugusi sisi tu kama watumishi, lakini bado inaenda moja kwa moja kugusa mwananchi wa kawaida chini, kwa maana atahusishwa kwenye shughuli tunazozifanya kama hizo nilizotaja, hiyo uanzishaji wa vitalu. Lakini pili, bado kuna shughuli za ufyekaji mipaka ya hii misitu ya hifadhi. Bado katika hizo shughuli tunatumia wananchi hawa, kwa maana anapofanya kazi ya kufyeka mpaka anapata pesa. Kwa hiyo bado bajeti ile ambayo serikali imeileta, bado mwananchi huyu anaendelea kunufaika. Lakini bado kuna shughuli kama za doria. Tunapofanya shughuli za doria bado tunamtumia mwananchi huyu. Kwa hiyo bado pia bajeti ile inamgusa mwananchi huyu moja kwa moja. Nje na hizo faida nilizozitaja, kuna faida ambazo zinatokana na uhifadhi tu wa misitu au uwepo wa misitu hii kwa ujumla. Kuna faida nyingine ambazo zinapatikana na zinanufaisha moja kwa moja wananchi, ikiwepo upatikanaji wa mvua. Kama mnavyoona ukanda huu, mvua ni za kutosha na wananchi wanalima mazao yao na wanapata mazao ya kutosha. Kwa hiyo hiyo yote pia ni faida mojawapo inayotokana na nini? Na uhifadhi wa misitu hii. Misitu hii imekuwa ni vyanzo vya maji. Katika mkoa wetu wa Tanga, misitu hii ya wilaya ya Mkinga imekuwa na mchango mkubwa sana katika swala zima la kuchangia maji, na miradi mingi imekuwa ikiendeshwa kupitia maji yanayopatikana kutokana kwenye milima hii. Mfano, katika milima hii inayopatikana wilaya ya Mkinga inachangia maji kwa asilimia kubwa kwenye mto Zigi, mto ambao unatumika kwa asilimia 90 na wakazi wa Tanga, lakini asilimia 90 pia kwa wakazi wa Mkinga. Kuna miradi ya maji ambayo inaendeshwa kupitia mto huu Zigi. Kuna mradi wa maji kutoka mto Zigi kwenda Horohoro. Kuna miradi mingine ya maji kutoka mto Zigi kuja Gombero. Kwa hiyo hii yote ni faida inayotokana na uhifadhi unaofanyika katika wilaya hii ya Mkinga na baadhi ya maeneo ya jirani. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania.
Misitu na Nyuki Tanzania. Tunapata asali, tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali. Uhifadhi wa misitu unasaidia kupunguza umaskini na kuleta maendeleo endelevu kupitia miradi mbalimbali ambayo inafanywa katika misitu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wanaoishi pembezoni mwa misitu. Hii hapa ni takribani mizinga 19 ni katika msitu wa hifadhi wa Bamba hapa katika wilaya ya Mkinga. Mizinga hii ni hamasa ya ufugaji nyuki ambayo ilitolewa na Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Dastan Kitandula kwa wazee ambao walianzisha kikundi chao cha mazoezi lakini wanapenda mazingira, ni wakereketo wa mazingira. Wakamwambia mheshimiwa, wakamkaribisha mheshimiwa. Kabla tunaomba mizinga 10 tu tufanye shughuli za ufugaji nyuki, lakini mheshimiwa akasema hapana, haitoshi. Mimi nitawapa zaidi ya 10. Kwa hiyo akaongeza mingine 9. TFS wakamwakilisha, ndio hii tayari ipo ndani ya msitu wa hifadhi wa Bamba. Wananchi wanaoishi pembezoni mwa msitu huu, maisha yao yataimarika. Na mheshimiwa wetu Naibu Waziri Maliasili na Utalii Mheshimiwa Dastan Luka Kitandula amewezesha kutupatia mizinga 19 kwenye kijiji hiki cha Muhinduro Majengo, na mizinga imewekwa kwamba tulikuwa tunahangaika, tuna ujasiriamali tufanye nini. Lakini hatimaye baada ya kuja hapa kuzungumza na wazee, basi tukamuomba kwamba mradi ambao ungeweza kujikimu wazee ni kutupatia mizinga ya ufugaji wa nyuki. Naye hakuchukua muda, kwa kweli akatuthamini, akatuletea mizinga hii kupitia kwa wenzetu wa TFS. Na TFS walitutia nguvu sana, maana hawakuchukua muda mrefu mizinga ikapatikana. Asante. Kama ulivyofika kwenye eneo hili na unaona, kwanza wazee wenyewe wamejikita zaidi katika kuulinda msitu huu, na haswa kuangalia kwamba hakuna kinachoharibika. Misitu ilikuwa inathaminiwa sana na wazee, unaona, na hata mheshimiwa viongozi wetu Dastan Luka Kitandula alipoyaona hayo, na ndio maana ikamfadhisha hata akawa Naibu Waziri wa Maliasili, kwa sababu alithamini sana misitu. Kwa mfano hapa tulipo leo hii tunapata nafasi ya kuweka mizinga hii 19 kwa ajili ya kikundi hiki cha wazee katika kijiji hiki cha Muhinduro. Ni kutokana na nini? Ni kutokana na ile bajeti imetuwezesha sisi TFS kuweza kuwatengenezea mizinga wananchi na kuweza kuweka hii mizinga katika hifadhi hii. Sembuse labda tungekuwa hatuna huu msitu wa hifadhi, ina maana wananchi hawa sasa wasingekuwa na eneo jingine la kuweza kuweka mizinga hii. Kwa hiyo ni moja ya faida ambayo inapatikana kwamba wameweza kupata eneo la wao kuweza kufanya ufugaji nyuki, na ufugaji huu basi unaenda kumnufaisha yeye mwananchi wa kule chini kabisa, kwa maana atapata mazao ya nyuki na asali, atauza na kuongeza kipato. Sasa ufugaji huu wa nyuki unaofanyika katika hifadhi ya msitu wa Bamba Ridge ni matokeo sasa ya ushirikiano kati yetu sisi TFS pamoja na wananchi wa kijiji hiki cha Muhinduro. Kwa maana tulipowaletea mizinga hii sasa, hatukuishia kuwapa tu mizinga, lakini tuliwapa elimu na tukawa tunafanya nao kazi za kutundika hii mizinga kwa pamoja. Ni kama sehemu sasa ya kuhamisha ule ujuzi wa namna ya ufugaji bora wa nyuki, lakini pia nje na kufanya hizi shughuli kwa kushirikiana na jamii ya kijiji hiki cha Muhinduro, imekuwa sasa ni hatua ya utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Dastan Luka Kitandula. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu na Nyuki Tanzania. Tunapata asali, tunapata mvua. Si hivyo tu, kuna mazingira ya kipekee na kuvutia katika hifadhi za mazingira asilia Tanzania. Karibu ufurahie asili, ujionee Tanzania. Utalii, mazingira na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Misitu ni mali.